Miradi hii ya kimkakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amelenga kwenda kubadilisha mazingira ya kufanyia kazi ya wafanyabiashara wadogo wadogo na wakati, kufanya biashara katika mazingira mazuri. Ni mradi mkubwa utakaochukua wafanyabiashara wengi. Ukisikiliza maelezo ya namna mradi walivyo design utakuwaje, inafurahisha. Nimeona vizimba, niwapongeze kwa kasi ya kazi inavyoendelea. Mko 72% na mtakamilisha mwezi wa 11. Lakini mwisho wa yote nielekeze uongozi wa jiji, ni muda wa kuendelea kufuatilia watu waliokuwepo katika soko hili kwa majina, aina zao za biashara. Wao watapewa kipaumbele cha kwanza kama walivyoondoka. Hatutaki kuja kusikia huko baadaye. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya ujenzi mkubwa wa soko, litachukua watu wengi wa awali, ndo hao na wengine wapya wataomba. Sawa, hilo tuendelee kukubaliana. Na mimi niwahakikishie wafanyabiashara, mimi ndo mkuu wa mkoa, nitaendelea kusimamia hilo, kuhakikisha wale waliokuwepo mara ya kwanza wakati wanapisha ujenzi wanapewa kipaumbele. La pili, vibanda, soko litakapokamilika, kuwepo na uwazi juu ya watu wengine wanaoomba kupewa nafasi hizo. Kuwe na uwazi. Ipo tabia ya watu, na wakati mwingine tunajisahau, watendaji wa serikali, kutaka maeneo ili kesho na kesho kutwa tuuze kwa watu wengine. Hapana. Na mtu anapoomba muwe mnajua huyu kweli ni mfanyabiashara. Lakini la tatu, kadri tunavyoendelea na ujenzi, endeleeni kupokea maoni namna ya uboreshaji kutoka kwa wafanyabiashara wenyewe. Mimi nilivyokuwa chini pale, nilivyogundua kwa haraka, wengi pia hawana information za kutosha. Yaani wameona pale vizimba, wanajua sisi wa nguo tutakaa wapi, sisi wa maduka wa vyombo tutakaa wapi. Anaanza kukiangalia kile kizimba, hapa ndo nitapanga vyombo. Kwa hiyo hebu kutaneni mara kwa mara kuwapa namna yanavyoendelea. Jamani, maduka, unaposema duka la nguo, duka la vyombo, kutajengwa maduka na yale manani ya kufungua. Nimeona nikiwa Dar es Salaam, soko la Kariakoo nimesimamia, leo limekamilika. Nimeenda Mwanza. Kwa hiyo wafanyabiashara wapo, maduka yanakuwepo, na wakati mwingine kupokea ushauri, kwa sababu mwisho wa yote tunataka soko, mradi huu uwe na furaha kwa watu wote, kwamba naam, ili soko sasa limetukomboa, mazingira ya kufanya biashara yametukomboa. La mwisho, pamoja na design, pamoja na maduka, hakikisheni kuwapanga wafanyabiashara, muwapange kwa aina ya biashara ili pawe na ushindani ulio sawa. Uwezi kwa tabia za wafanyabiashara, ukiweka mtu anayeuza saa chini na mwingine huyo wa saa ukamweka juu, yule wa juu atamfuata yule mwenzake pale kugombea wateja. Kwa hiyo muangalie pia na aina ya biashara ziende. Wakifika kama ni maduka ya simu, watu wote waone duka la simu. Wakiona ni nguo, uwezekani wewe ukasema huyu kapendelewa, amepata sehemu ya kuuzia nguo chini, hafu wengine wako. Hilo nalo mliangalie sana. Tunamshukuru rais wetu kwa kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa soko hili, na tunaomba rai yako uliotoa kwamba tuwe tunashirikishwa hatua kwa hatua ili soko lilete furaha kama kauli yako ilivyosema. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaomba tukuahidi kwamba tutakamilisha kulingana na muda wa mkataba ambao tumepewa, na tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kazi zote zinakamilika kwa wakati, lakini pia kwa ubora ambao unahitajika.